Bana, leo ndani ya Mega Mix ya Aboud FM tuko na director lakini pia ni producer and sometimes unatokea kama manager au vipi? Yes. Kama manager Gia anaenda kama Clever X kutoka Empire lakini pia sasa hivi unafanya kazi na kampuni ya Fimifu ama? Sasa nipo kwenye kampuni ya Fimifu. Okay. Pale unaenda kama nani? Pale naenda kama technical manager wa kampuni. Okay, vitu ni vingi sana babu. Sasa hivi muziki unaingiza hela. Sahihi. Inakuaje mzee? Bwana fresh kabisa sasa. Uko poa? Niko poa kabisa ndugu. Bana, karibu sana kwenye Mega Mix mzee baba. Asante sana. Wakati tunatoa taarifa kwamba leo tutakuwa na Clevo. Unajua watu wengi sana sema huyu jamaa kitu gani kimemwinua huko alipo huyu hapa ndani ya Mega Mix. Imekuaje? Bana noma zamani sana kweli mwanangu. By the way, muziki unaendaje? Hatujaongea muda mrefu sana, tuna miaka mingi. Muziki unaendaje kwa ujumla wake? Kazi ambazo unafanya kama producer, kama director. Muziki kwa upande wangu unaona unaenda vizuri kabisa. Hakuna changamoto yote ambayo inafanya kwamba niseme kwamba kuna changamoto kwenye muziki. Pamoja hata kwa sokoni kwenyewe naona mambo yako poa kabisa. Okay, hela zinaingia. Kwenye issue ya kuproduce ngoma kama producer wa audio na maanisha. Kuna lawama ambazo zinakuja kwamba maproducer mnashindwa kutengeneza muziki mzuri. Kuna time soko linapokea muziki ambao hauna viwango. Hizi comment unazizungumziaje? And zimeshawahi kufikia? Nilishawahi kusikia hizo comment, lakini kuja kazi mbaya sokoni hiyo inatokea sio kwamba ni producers ndio wanataka kufanya jambo bali nje sokoni. Bali sasa kuna baadhi ya watu ambao wanajifanya hapo kwenye industry ndio ambao wanafanya kwamba muziki uonekane kwamba wasanii hawajui na sokoni vinaingia vitu vibaya. Ila kusema kwamba sokoni vinaingia vitu vibaya sio kweli, kwa sababu hata media nyie sidhani kama kuna msanii ambaye atakuja hapa na kitu kibaya mkampokea. Hakuna kitu kama hicho kabisa. Na pia zama zile za zamani hizo zana zilikuwa ni zamani. Media zilikuwa zinapokea kitu chochote. Ila sio kwa sasa hivi. Sasa hivi ujue vitu vimebadilika sana. Hata msanii pia yupo studio, maproducer tunajitahidi sana kuwafanya wale the best before hawajafika kwenye media. Kwenye platforms. Ukisema baadhi ya watu ndio wanasababisha hivyo, ni unamaanisha watu gani? Sijui niwekaje. Aiweke tu vyovyote ili tuelewe. Baadhi ya watu ni wale ambao brother ambao walikuwa zamani kwenye industry, unajua mtu kichwa cha sasa hivi au vijana sasa hivi tofauti na zamani. Brother zamani walikuwa na mfumo wao ambao wanautumia kwenye entertainment. Hasa ule mfumo bado wanataka waweke mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ndo maana utakuta nakwambia nyimbo wasanii sasa hivi hawafanyi nyimbo nzuri tu support, wakati sio kweli. Watu wanafanya nyimbo kali kama kina Nego, Duzu na wengine wengi tu. Of course wale wametajwa pia na watu kwamba ni wasanii wakali wanafanya vizuri. Lakini wanasema sasa hivi unajua pana uwazi au pana wa namna ya kusambaza kazi. Ukiacha media, watu wanatumia social media zao kwa ajili ya kusambaza kazi. Sasa hapo ndipo ambapo vitu vibovu vinakuja mtaani. Yaani ukizingatia kuna baadhi ya wasanii wana account zao ambazo zina nguvu sana. Kwa hiyo wanapakia kazi mbovu, na hizi kazi hadi zinapakiwa maana zinakuwa zimepita kwa producer na msanii. Kwa hiyo hapo ndipo lawama zinapowajia maproducer. Yaani kwa nini mnatengeneza vitu ambavyo havina ubora? Hii inapelekea game ya Morogoro inakuwa kama imesimama hivi. Sasa hapo naomba niweke ambao vizuri zaidi. Unajua kwanza kabisa mtu hawezi kuamka leo na akawa tajiri ama pharmacy, sawa? Kwa hiyo kuna wale producers ambao wanachipukia, wanaanza. Kwa mfano mtu katoka leo kwangu labda nimemcoach, sawa? Ataenda kufungua studio yake. Kwa kumcoach siku 2 atajiona tayari yuko sawa. Kwa hiyo atafungua studio yake, msanii atakuja, msanii huenda labda hajui kuimba, afanyaje? Kwa sababu anampa shilingi 20,000 basi anafanya. Then kusema platform sasa hivi imekuwa ni mtu yote anaweza akafungua tofauti na zamani, sawa? Hata wewe Abe Kidundo kusema mimi nataka nifungue platform yangu ya muziki, niimbe ndani, nishue muziki niweke kwenye platform, hiyo inawezekana hata sasa hivi. Kwa hiyo nadhani ndio wanaichukulia kama watu wanafanya kitu kibaya. Sio kweli.
ni kutokana na producers ambao chipukizi wanakuja ambao hawajui thamani ya muziki, wanafanya tu. Okay. Na zeni na msanii naye pia hajui thamani ya muziki, kwa hiyo ile chemistry ikishakutana wanafanya tu ili mradi then wanakuja kupatia. Na ndio maana uwezi kukuta kati ngoma mbovu kwenye medias, hapana. Zinaishia huko kwenye platform. Okay. Yeah. Na kwa hiyo unachojaribu kusema ni kwamba ongezeko la studio ndio sababu pengine ya kubwa sana. Yes, kubwa sana kwa tunapokea hizi ngoma. Yes, na hao maproducer wenyewe wanatokeaga kwenu nyinyi, na ni wale ambao wanakuja kwenu wanajifunza siku 2-3 nini katoka. Yeah, sahihi. Okay. Ila kuna ambao wapo producers ambao wana imani, wanatamani kufanya. Kwa hiyo huwezi kukuta labda mtu katokea kwangu kwamba wiki 2 tu nikamwamini nikamwambia nenda kafanye kazi au kufanya production hapa. Ni ngumu sana. Ina take time kujifunza. Pia kuna mitandao ya kujifunza producers. Yes. Yaani kwamba hii elimu ya muziki sio siku moja au wiki moja au mwezi mmoja au mwaka mmoja. Hapana. Na mimi nakumbuka wakati tunaanza kujifunza production. Nilitumia almost miaka kama 5 au 6. Okay. Hiyo ya audio tu. Miaka 5 mpaka 6. Yaani mpaka nimekuja kufanya kitu mtu akisikiliza anasema yes. Okay. Yeah. Bana noma sana. And video, production ya video? Sasa production ya video, unajua production ya video sio kazi kubwa sana. Umeelewa? Au ukilinganisha na audio? Yes, production video sio kazi kubwa sana. Production video mimi nilijifunza nadhani ni miezi 6 au 7. Okay. Yes. Hapo pia hata mtu ambaye nilikopa najifunza kwake ilikuwa ni mtu ambaye yuko open sana. Kwa hiyo ilikuwa sio ngumu. Yaani sio ngumu. Hapo sio kama ile chuo unaenda asubuhi unafanyaje mnakamishwa. No. Bana sana kwa GQ ni okay, ndio ambaye amekufundisha. Yes, hizo. Kwa hiyo sio tusiseme bana GQ tumuoni kwenye game. Tunao ujuzi wake unaendelea run kwenye kiwanda cha muziki, si ndio? Bab kubwa. Na hiyo ilikuwa ni elimu kutoka kwa GQ tu basi. Mwingine ambaye alijazia. Hapana, yani kiukweli hapana. Yani GQ ni brother ambaye tulikuwa tunamwangalia wengi tu, yani wengi tulikuwa tunamwangalia. Alafu pia nilikuwa napata muda mwingi sana wa kufika kwake muda wote. Yes, kwa hiyo kitu kama hicho. Bana, shout out sana kwa GQ kwa kile ambacho amekifanya. Heshima sana zimfikie, and licha ya kwamba tu amekufundisha kwenye game, pia ana mizizi yake ambayo ameshaichomeka. Amefanya vitu vingi vikubwa. Amefanya video nyingi kali, amefanya audio nyingi kali. Pengine inawezekana zile maujuzi zake zile hizi hapa kwa Clevo tunaendelea kuzienjoy. Kwenye hapa tumezungumzia kwa ujumla. Ndio. Kwenye sehemu ambayo unatokea Morogoro. Umefanya sana production ya audio and umefanya video nyingi sana. Ndio. Wasanii ila production ya audio ni chache kuliko video. Okay, kweli. Ila ukizungumzia muda mrefu umefanya, yani muda mrefu ulikuwa kwenye audio. Muda mrefu nilipo kwenye audio, lakini mimi nilikuwa na misingi yangu, sio tu problem mimi nafanya. Ndio maana ukifuatia kwenye story yangu, mimi sio producer ambaye nafanya audio na kila mtu. Okay. Fuatilia jimbo ambazo zitengeneza. Kweli. Yani sio producer ambaye kila mtu ambaye anafanya naye kazi. Okay. Sababu ilikuwa ni mimi ni mtu ambaye naangalia ubora. Okay. Yes, mimi naangalia mtu ana invest akili kiasi gani katika kutafuta kitu chake. Okay. Umeelewa? Sasa wengi sana wanafikiri kwamba kuproduce muziki ni kupata hela 20,000 na kwenda, wakati hiyo 20 haiwezi kusaidia chochote kama utawekeza akili yako kwa mtu ambaye ni sahihi, ambao wote mnaweza mkamove. Ndio kama hivyo unavyoona watu sahihi na wote mnakuwa mna akili moja, mnasogea kama hivyo. Ndio maana kufuatilia sifanyi audio na wasanii kila msanii, hapana. Yani mimi at least nipo mara 10 nifanye na wasanii wa Rebels tu mwaka mzima. Okay. Ndio iko hivyo. Na wengine wakija unawakatalia tu bana oya. Kabisa. Yani kama ningekuwa nakubali, manake nyimbo zingekuwa nyingi sana. Ungekuwa na ngoma nyingi sana kitaa. Nyingi sana. And unatuambia kwa hiyo wewe una video nyingi ambazo umetengeneza nyingi sana kuliko audio. Yes. Kwenye video huko uzingatii kama ulivyokuwa unazingatia kwenye audio. Kwa sababu kwenye video sasa kwenye video mtu amekuja pia na kuna audio. Unajua mara nyingi cha kwanza tuseme ni vina match, kwa sababu mimi audio mtu akiniletea nasikiliza kama ina mapungufu, au unajua kabisa ujamara atatoa hela nyingi sana kuwekeza kwenye video, wakati production ya audio haipo sawa. Maana hapo naweza nikamwignore, nikamwambia bro, audio yako naona
haipo sawa. Labda kuna pungufu 1 2 3 4 anaenda kayafanya. Kwa hiyo mtu huyu anaweza akachukua jamaa mbona kaa vile ananisogeza pembeni hivi na inakuaje? Yeah. Au kuna wapo ambao hauwaambii, unasema ngoja nisiwaambie bana, ila hichi kitu mimi siwezi kufanya. Hapana, mimi huwa nasema. Okay. Huwa nasema hata demo yangu mimi audio nimetumiwa na wasanii. Yaani toka mwaka huu umeanza na hata ni 19. Okay. Nimeignore kwa sababu hazikizi. Yaani production ambayo ya audio ambayo unafanya kizi, alafu pia itakuwa ni uongo production yangu ikitoka hapa ikimfikia watu kwamba Sakrevo ni producer pia kashindaje kumshauri msanii kwamba hii nyimbo iwe hivi. Na hiyo pia ina changamoto kwanza, yaani lawama za ujasema mbili, labda mtu siwe kwa producer uwe tu director. Yes, lakini ikishafikia mtu kitu kibaya jamaa bora producer hapo amekubali audio imekuaje tena? Ni noma sana. Umeshawahi kufanya kazi ambayo ukaacha kuweka sign kwa sababu tu kazi ni mbovu? Sign yako kama Clevo, hiyo ni video au audio? Ni audio na video. Okay. Kwa maana ipi? Kuna wale watu ambao wanakuja, sawa, yani mpaka aibu sasa hadi mtu bwana unaona hii vipi? Unaweza kumwachia kulipa nini? Kwa sababu pale studio pale kuna vijana wengi, sometimes wanabeba wamuulizie vocal, lakini mtu bado anataka sign yako tu ikae, wanapaswa ile dakika sign ambayo ya miaka hiyo mtu hata hawezi kujua, hata wewe unasikia huwezi kujua kama ni wewe, au kama ukisikia unasema labda ilikuwa ni kitambo sana. Zamani sana. Hata kwenye video pia? Hata kwenye video tayari ishatokea hiyo. Okay. Ishatokea video ambayo mwenyewe pia sikupenda kutokana na budget hivyo sikuweka label kiko na madogo pale. Basi kama vipi mimi tu bro. Kwa naambia poa, chukua yako weka yako. Okay. Bana noma sana. Hatari sana. Kwa sehemu ambayo unatokea, swali langu lilikuwa linakuja hapo. Ndio. Sehemu ambayo unatokea Morogoro. Unaridhika na namna ambavyo sanaa inaenda? Hapana, Morogoro sanaa haiendi vile ambavyo inavyotakiwa, yani inavyopaswa. Okay. Kutokana na wadau wenyewe. Kwanza wadau ambao tulikuwa nao ni wale. Okay. Kwa siku zote. Hiyo ni changamoto sana. Okay. Wadau alishafanya entertainment miaka 90 huko kipindi cha Brothers, hawezi kuwa na maono ambayo vijana wa sasa hivi wanakuwa nayo. Okay. Afu sababu sisi vijana tunategemea sana wadau. Okay. Sisi wenyewe hatuwezi kufika. Unajua muziki bila pesa, yani hiyo ni ukweli, bila pesa hauwezi hauwezi. Na wadau wenyewe sasa ambao tunategemea sasa wanataka vitu ambavyo vya zamani tulifanya, wakati kitu ambacho sio kweli. Sasa hivi hakiwezi kunata. Hakiwezi. Kwa sababu mtu msanii unajikuta unipambania mwenyewe, ni ngumu pia kufika. Msanii yani kama una hela unajipambania mwenyewe. Bro, yani kazi sana kusogea. Lazima utapambana. Lazima utapambana sana. Pia tunaona yani mapambano ni makubwa. Kwa hiyo cha kwanza ni wadau hawakuridhishi. Yes. Kingine kwenye game yetu? Na mimi sasa ni hiyo tu. Ni hiyo wadau. Yani wadau wale ambao wapo kwenye entertainment hapa Morogoro. Sio hawafai kwa sasa, kwa kifupi. Naweza kusema hivyo. Okay. Kuna michongo mingine inaweza ikawafaa kusimamia. Ila entertainment wajaribu kutafuta watu ambao ni perfect sana, vijana wana nguvu, sawa, wana upeo wa akili, wasimamie hii michongo. Na pia hata kama wakisema wawape vijana, wawape kwa moyo mmoja, lakini sio kwa kinyongo, na inakuwa sio nzuri. Okay. Yes. Unazungumzia michongo kama ipi mfano? Michongo nazungumzia kama nafasi kwa msanii, kama matamasha. Okay. Kwa sababu tunaona matamasha mengi sana yanakuja Morogoro. Unasikia si mtu gani kaja, afu imepita, unashangaa, unaweza ukatafuta performance ya msanii wa Morogoro usikute performance ya msanii yote wa Morogoro. Okay. Kitu kama hicho, lakini kuna wadau hapo ambao wanaweza wakapokea swala wakasema bwana, sisi hapa tuna wasanii wa Morogoro, tunaomba nao pia tuwaweke kwenye show zetu. Lakini tunaona wasanii wanakuja, wanaenda sehemu mbalimbali za starehe wanafanya, lakini hakuna msanii wa Morogoro ambaye anapata nafasi. Kwa michongo kama hiyo. Pengine labda wanaona matamasha hayawahitaji wasanii wa namna hiyo, na ndio maana hawawatumii. Sio kweli. Kwa nini? Abekinuda wewe upo muda mrefu sana kwenye sanaa au umefanya vitu vingi sana Morogoro. Na pia unajua ukali wa wasanii wa Morogoro. Sawa. Inaweza kuwa tamasha kubwa likaja Morogoro kwamba likasema bwana Abe, tunataka utusaidie kutafuta wasanii ambao ni the best, wewe ukakosa. Mimi siwezi kukosa. Wao sasa kwa namna ambayo wanaangalia. Mimi nawazungumzia wao. Kwa sababu wao wapo hapa. Umeelewa sasa? Ndio nakwambia changing lazima.
Okay. Yani ni lazima. Okay.